Uhali gani ndugu mpenzi mtazamaji, kwa majina yangu naitwa Juma Kupewa. Nafikiri tumekuwa kwenye vipindi mbalimbali hasa vinavyohusiana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Lakini leo hii nitakupitisha kwenye ugonjwa wa ukimwi. Mara nyingi sana, watu wengi sana tumekuwa tukizungumzia magonjwa yasiyo ya kuambukiza, lakini leo nafikiri tutajikita kwenye ugonjwa huu wa ukimwi. Na sababu ya msingi zaidi, tunaelekea kwenye kilele cha siku ya ukimwi duniani ambacho hufanyika kila mwaka mwezi wa 12 tarehe 1. Kwa hivyo, kwa kuona thamani ya siku hiyo na kwa kuheshimu siku hiyo, basi na mimi nikaona leo tuzungumzie kuhusiana na ugonjwa huu wa ukimwi. Tunapozungumzia VVU, tafsiri yake ni virusi vya ukimwi, lakini tunapozungumzia ukimwi, tafsiri yake ni upungufu wa kinga mwilini. Lakini kuna mambo mbalimbali ambayo yanaweza yakampelekea mtu kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi, ikiwemo kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Hiyo ni miongoni mwa njia ambayo inaweza kupeleka mtu kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini pia sababu nyingine ni kufanya ngono isiyo salama. Ngono isiyo salama ikihusisha kufanya ngono na mtu ambaye hujui hali yake ya kiafya. Ni vyema zaidi kuweza kupima ili kuweza kujua kama mwenza wako kati yenu ana maambukizi ya virusi vya ukimwi, na kama hana basi muweze kujikinga zaidi. Na kama mmoja wenu atakutwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi au nyote, basi muweze kuanza huduma ya dawa mara moja na kuimarisha hali ya kiafya. Lakini pia jambo la pili ni kutokutumia kondom. Kondom inaweza kumsaidia mtu kumkinga dhidi ya magonjwa yenye kuambukiza, ikiwemo maambukizi ya virusi vya ukimwi na magonjwa mengine mengi ya kuambukiza. Lakini pia sababu nyingine ni kuchangia vifaa vya ncha kali kama vile sindano, viwembe na vifaa vingine vya ncha kali ambavyo vinaweza kuruhusu mtu kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi, ikiwa tu mmoja baina yao ana maambukizi ya virusi vya ukimwi na wakachangia vile vifaa, inaweza kuwa hatari zaidi. Lakini pia mapenzi ya jinsia moja yanaweza kuwa ni miongoni mwa sababu ambayo inaweza kachangia mtu kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Sasa kwa uchache wake huo, tuangalie nini kifanyike mtu ikiwa amepimwa na akawa amekutwa ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Cha kwanza, kubaliana na majibu kwamba ni kweli wewe una maambukizi ya virusi vya ukimwi, na hii itakusaidia kuwa vizuri kiakili. Lakini namba 2, hakikisha kwamba unasikiliza maelekezo ya mtoa huduma wa afya ambaye umekutana naye kwa siku hiyo vizuri, ili aweze kukusaidia kuongoza ili uweze kupata huduma hiyo vizuri. Lakini jambo la 3, zingatia yale maelekezo unapokuwa nyumbani. Jambo la 4, hakikisha unatumia dawa. Dawa itakusaidia kuweza kuimarisha kinga yako, lakini pia na kufanya virusi visiendelee kuzaliana, na hivyo kumsaidia mwenza wako asiweze kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi, au kama mtoto basi aliyeko tumboni asiweze kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini jambo la 4, hakikisha kwamba unahudhuria kliniki. Kliniki itakusaidia kujua maendeleo yako toka ile siku ambayo umeachana na daktari wako na ile siku ambayo utakutana na daktari wako. Ukumbuke kuwa ukimwi ni miongoni mwa magonjwa ya kudumu. Kwa mtu anapokuwa amepata maambukizi ya virusi vya ukimwi, basi anaweza kuishi nayo maisha yake yote. Hivyo basi inampasa aweze kuhudhuria kliniki kila tarehe yake inapofika. Umuhimu wa adhimisha siku ya ukimwi duniani: watu wanapata nafasi ya kuelimishwa, lakini pia wanapata nafasi ya kuchunguzwa, lakini pia wanapata nafasi ya kupata majibu ya maswali ambayo yanawasumbua. Hakikisha kuwa unashiriki katika shughuli za maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani, kwa sababu ndio siku muhimu zaidi ya kuweza kubaini mambo mbalimbali yanayohusiana na ukimwi. Hivyo basi, lengo langu kwako leo uweze kupata dondoo tu kuhusiana na ugonjwa huu wa ukimwi. Nikutakie siku njema, asante na kwaheri.